Hujambo mtazamaji wa Sky TV na karibu katika uchambuzi, na hii yote ni katika kuelekea ile michuano ya kufuzu kombe la dunia ambapo kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars chenye kimeweka kambi pale jijini Tanga kwa ajili ya kujiweka vizuri kabisa kuelekea mchezo wao wa Machi 26. Machi 26 Stars wataelekea Morocco. Yes. Kwenda kuivaa timu ya taifa ya Morocco. Kwanza habari yako? Habari yangu salama kabisa, sijui kwako wewe. Mimi nipo vizuri kabisa. Mbona unanawiri baba? Na nawiri? Basi itakuwa mfungo unanifanya nizidi kunawiri mtazamaji. Vipi lakini mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mfungo unaenda vizuri na tushagawa mwezi. Leo ni chungu cha 17. Hongereni. Kwa imani yangu. Yes. Maana kuna wengine usikute tayari wameshafika mbele. Basi na mimi nitakie kwa lazima au paka niombe jamani. Na wewe na kuona kila siku unakula kwa kweli. Haya bwana, moja kwa moja twende tukatazame kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, ambapo kocha mkuu Hemedi Suleiman Morocco amewatangaza wachezaji 24 watakao kwenda pale nchini Morocco kwenda kukipiga katika mchezo wa kufuzu michuano ya kombe la dunia. Johannes, kwanza tuanze kwa eneo la goalkeeping ambapo Yakubu Suleiman wa JKT Tanzania ndani, Hussein Masalanga kwa mara ya kwanza goalkeeper wa Singida Black Stars yumo ndani, lakini pia Ali Salim. Na Ali Salim hata michezo iliyopita tumemshuhudia pia akiwa ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Tuanze kwanza katika eneo la goalkeeping kwa namna ambavyo mwalimu ameweza kuwaita wachezaji hawa. Pengine unaona kuna kitu ambacho wataenda kukionyesha katika safu ile ya ulinzi ya Stars, hususan eneo lao la goalkeeping. Nikiwatazama, nikianza na Yakub Suleiman, ni mmoja wa magolikipa ambao wanafanya vizuri zaidi ndani ya kikosi cha JKT Tanzania. Lakini tukirejea kwa Ali Salim, ubora wake ndani ya klabu ya Simba umekuwa huko wazi, japokuwa anakuwa hapati nafasi mara kwa mara, lakini anapopata nafasi ubora wake anaonyesha ndani ya kiwanja basi unaonekana. Lakini tukirejea kwa Hussein Masalanga, ubora wake tangu akiwa na kikosi cha Tabora United, jinsi ambavyo alikuwa na perform ni kwa 100%. Kwa hiyo kwangu binafsi kwenye eneo la goalkeeping sina wasiwasi. Kitu kikubwa ambacho mwalimu anapaswa ni kuweza kuhakikisha kwamba anafanya chaguo bora zaidi kwa mchezaji ambaye atampatia nafasi ndani ya mechi husika. Unajua kwenye haya golikipa watatu ni lazima golikipa mmoja atacheza, mmoja atakaa bench na mmoja itakuwa ni sabu ya yule ambaye amekaa bench. Kwa hiyo kwa magolikipa wote ambao wameitwa national team naona ni magolikipa ambao ni bora zaidi na ni magolikipa ambao wanaweza wakafanya kitu bora zaidi kwenye soka letu ama timu ya taifa ya Tanzania. Kuna huyu golikipa ambaye yeye anakipiga katika kikosi cha Pamba Jiji, Yona Amos. Tumeona uwezo wake mzuri. Tunaheshimu kikosi ambacho mwalimu amekitangaza, lakini naona mtu kama Yona Amos bado nafasi yake ilikuwepo katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Yes, of course Yona Amos nafasi yake ilikuwepo ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, lakini siku zote huwa tunaita watu bora ili tupate kitu ambacho ni bora zaidi. Yona Amos ni miongoni mwa magolikipa ambao ndani ya klabu ya Pamba Jiji duru la pili ameonyesha ubora wake na ameweza kuhakikisha kwamba anafanya vizuri ndani ya klabu yake, lakini tunahitaji kufanya machaguo ambayo ni bora zaidi. Yona Amos alishawahi kuitwa nyuma na yuenda mwalimu kuna kitu ambacho alishawahi kukiona mazoezini ndani ya Yona Amos akiwa na national team, basi yuenda amuia kihitaji, lakini kuna amu ambapo atakihitaji. Kwa hiyo huwa naheshimu maamuzi ambayo yanafanywa na walimu wa timu za taifa. Kwa mfano ukimwangalia Hemedi Morocco ni mwalimu ambaye ni mzoefu na ni mwalimu ambaye anajua mchezaji mmoja mmoja. Yona Amos kipindi ambacho nilimuita kuna kitu ambacho alinipatia, of course nilikuwa na kihitaji, lakini hajaridhika nacho au? Yes, lakini anaweza kama ameridhika nacho, lakini tunaingia kwenye game plan ya mashindano mengine ama ya mchezo mwingine. Huenda anamhitaji Masalanga na uzoefu wa kitu hichi, ama anamhitaji Ali Salim. Masalanga hii ni kwa mara yake ya kwanza. Na ndio maana nazungumzia kwamba huenda amemhitaji Masalanga, kuna kitu extra ambacho amekiona ndani ya ubora wake. Kwa hiyo naheshimu maamuzi ambayo yamefanywa na benchi zima la ufundi la timu ya taifa, lakini naheshimu maamuzi ya mchezaji mmoja mmoja ambaye anaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Vipi kuhusiana na Ali Salim? Tumemshuhudia katika michezo kadhaa ambayo Stars wamecheza, na Ali Salim ukimtazama hata kwenye klabu yake ya Simba amekuwa hapatiwi nafasi mara kwa mara, japo kwenye michezo ambayo Musa Kamara tumeona amepata majeraha, mwalimu Fadlu Davis aliweza kumpatia nafasi. Vipi, bado unaona na nafasi ya kuanza ile first 11?
Ally Salim ni miongoni mwa magolikipa ambao national team unaweza kusema ameshazoea, sio amu yake ya kwanza kuitwa wala sio amu ya kwanza kuweza kutumikia kikosi cha timu ya taifa. Kwa hiyo kwangu binafsi naamini Emedi Morocco kitu ambacho amekichagua kwa Ally Salim huenda kawa ni kitu ambacho ni bora zaidi. Amemwangalia ni kijana ambaye anahitaji kupatiwa nafasi na ni kijana ambaye ana matarajio makubwa zaidi kwenye taifa letu siku za usoni, lakini licha hivyo ni kijana ambaye ukiangalia ubora wake, confidence yake ndani ya kiwanja, ni kijana ambaye anaweza akakupa kitu ambacho ni bora zaidi. Kwa hiyo Ally Salim ubora wake haujifichi pamoja na confidence ambayo yuko nayo. Unajua moja ya kitu ambacho walimu wanapenda ama watu wanapenda ni kuwa na confidence kwenye kitu ambacho unakifanya. Kama hauna confidence kwenye kitu ambacho unakifanya, hata kama ni bora zaidi, unaweza usipatiwe nafasi. Lakini Ally Salim, kuna mechi ambayo tulicheza hapa kufuzu michuano ya AFCON, of course hakuwa na confidence zaidi na iweza kumtoa mchezoni. Hata kipindi ya duru la pili ilivyoitwa timu ya taifa hakuweza kuunganishwa, lakini naamini kuna mafunzo ambayo alipitia na kuna kitu ambacho aliweza kupitia. Kwa hiyo ile confidence imerejea na yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao ana ubora na ana confidence na ana uwezo wa kufanya vizuri. Sawa, mtazamaji, ni kukumbushe tu timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars katika kufuzu ile michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 tupo kundi E tukiwa sisi wenyewe Tanzania, Morocco, lakini pia Niger, Zambia pamoja na Congo Brazzaville. Wao bwana wametolewa na FIFA, kwa hiyo hawatokuwa sehemu ya kundi letu, japo tulikuwa nao kundi moja, kundi E. Sawa. Sasa sisi tuna alama 6 Johannes, ambaye anaongoza kundi ni Morocco, yeye akiwa juu pale alama zake 9. Sisi pamoja na Zambia yeye ana alama 3. Sisi na Niger tuna alama 6 pale juu. Kwa namna ambavyo kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania tumeshuhudia huko nyuma, baadhi ya wachezaji walikuwa wanaitwa wengi ni wageni kutoka nje, lakini baadaye nafikiri mwalimu ameona kuchanganya sasa hivi wachezaji wazawa wapo wengi ndani ya kikosi, lakini pia wa nje si wengi sana kama huko nyuma ambapo alikuwa anafanya mwalimu Adel Amrouche kabla hajaondoka katika kikosi cha Stars. Mimi nadhani cha kwanza huwa tunaangalia performance ya mchezaji mmoja mmoja. Unajua ukiangalia performance ya mchezaji mmoja mmoja inaweza kukusaidia hata mwalimu ni jinsi gani ambavyo unaweza ukapanga, lakini huwa tukiangalia performance huwa kuna kitu kingine mwalimu inabidi angalie uzoefu, mmezoeana kivipi. Unajua wachezaji wanasema cream ya team. Cream ya timu. Unajua wachezaji asilimia kubwa ambao wanakuwa hawatumiki kikosi cha timu ya taifa ama wanakuwa hawana ukaribu zaidi na wale wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani ama tunaita muunganiko zaidi, ni kitu ambacho kinaweza kinafanya timu kufanya vibaya ama timu kuweza kuyumba zaidi. Na ndio maana hata ukiangalia machaguo ya walimu huwa anaangalia kwamba huyu mchezaji anakuwa ametoka taifa fulani lakini performance yake ni bora zaidi, ninapomleta hapa je ana muunganiko na hawa wachezaji ambao watakutana nao. Kwa hiyo ni kitu ambacho walimu wanaangalia, na kwa sasa hivi kwenye soka letu ama walimu ambao wanafanya machaguo ni kitu ambacho wanakuwa wanafanikiwa na ni kitu ambacho wanafanya machaguo ambao ni bora zaidi. Ukiangalia kuna baadhi ya wachezaji ambao wanacheza mataifa leo wataitwa kwa ajili ya kuweza kuzoeana, lakini kesho wataweza kutolewa. Kuna wengine ambao wataitwa kwa ajili ya kuweza kuzoeana. Hii tunatengeneza muunganiko mmoja. Kesho tutakapohitaji wachezaji ambao ni bora zaidi ama taifa bora zaidi kwenye michuano, basi tutakuwa ni miongoni mwa taifa ambao tunavuta kwamba njoo tukae basi tufanye kazi. Lakini umeziona nyasi za dimba la Mkwakwani Tanga zimependeza kweli kweli. Na vijana kama ambavyo tunaona mazoezi yanaendelea wapo vizuri kwa kweli. Mimi naweza nikasema ni uwekezaji ambao ni bora zaidi. Unajua moja ya kitu ambacho taifa letu kwa hivi sasa wanafanya ni uwekezaji. Cha kwanza kwenye eneo la viwanja. Tunahitaji viwanja ambavyo hata leo sisi taifa letu tutakuwa hatuna mentality ya kwamba twende tukakodi KMC, twende tukakodi wapi, lakini tuna uwanja wa Mkwakwani Tanga, moja ya viwanja ambavyo vinamilikiwa na naweza nikasema na chama tawala ama na kitu ambacho kinahusiana na masuala mazima ya soka. Kwa hiyo ni vyepesi kwa sisi kuweza kufanya chaguo kwamba tukatumie na twende tukaweze kufanya kazi. Kwa hiyo kwangu binafsi napongeza kwanza shirikisho kwa kitu ambacho wamefanya. Uwanja wa Mkwakwani unameremeta. Kwa hiyo sijajua ni lini Costi watarudi kwao. Haya bwana, nikujuze tu mtazamaji pia kuhusiana na kwanza walinzi bwana. Shomari Kapombe
ndani, lakini pia Lusajo Mwaikenda akitokea katika klabu ya Azam na yumo katika kikosi. Mohamed Hussein kama kawaida, Pascal Msindo, lakini Miraji Abdallah huyu anatokea kwa Wanamangushi Coastal Union yumo ndani. Ibrahim Abdullah akitokea Yanga, huyu ni Ibrahim Baka. Sasa hivi amekuwa nani? Sergeant. Ametoka kwenye ukopo ameingia kwenye usagent. Kwaona ndani kama kawaida, lakini pia Dickson Jobu yumo ndani, Abdulrazak Mohamed ndani, Ibrahim Wame pia ndani, huyu anatokea ndani ya klabu ya Mashujaa. Lakini pia Haji Mnoga anatokea Salford City ya pale nchini Uingereza. Hao ndio mabeki ambao wataunda ile safu ya ulinzi ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Tupite pia na viungo Johannes. Novatus kama kawaida yumo ndani, huyu anakipiga pale Göztepe ya nchini Uturuki, lakini pia Mudathir Yahya naye yupo ndani, lakini pia Yusuf Kagoma kama kawaida na Yusuf Kagoma tumeona shughuli yake ambayo anaifanya ndani ya kikosi cha Simba. Good performance. Lakini pia Faisal Salum kama kawaida. Mchezaji mwingine ni Charles Mbombwa, huyu anakipiga Newcastle United Jets pale nchini Australia. Lakini pia Kip Dennis kama kawaida yupo ndani ya kikosi. Washambuliaji ni Simon Msuva anatokea katika klabu ya Al Tara ya pale nchini Iraq, lakini Clement Mzize Yanga, Idi Selemani Nado yakitokea Azam FC na Selemani Mwalimu ambaye anakipiga kwa sasa hivi na klabu ya Wydad Casablanca. Sawa, Kevin John amerejea pia katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Tumalize pia tayari bwana, tumemaliza na washambuliaji. Kevin John kama nilivyokujuza amerejea kwenye kikosi. Kuna kitu hapa nataka tuzungumze Johannes, kulingana na tuanze na kwanza na safu ya ulinzi. Safu ya ulinzi bila shaka mimi kwangu naona sina nyongeza kwa Mwalimu kulingana na kile kikosi ambacho amekiita na ile safu ambayo inaenda kuhakikisha ulinzi unakuwa vyema kweli kweli. Shomali Kapombe tunajua shughuli yake iko vipi. Mohamed Hussein, Ibrahim Baka, Dickson Jobu, wakina Msindo. Kwa hiyo hapa mimi sina cha kujaji sana ni kuhusiana na safu ya ushambuliaji. Tumeona Mbwana Samata tunamkosa, Mwalimu amesema kutokana na majeruhi ambayo ameyapata katika klabu yake ya PAOK ya pale nchini Ugiriki. Lakini hapa naona kulikuwa kuna namna Mwalimu at least tuna matured player, namzungumzia mtu kama Ladak Chasambi anacheza pale Simba, tunajua ubora wa Chasambi, lakini pia hazina nyingine ya taifa tunaye kiungo mshambuliaji ambaye anakipiga Azam FC Zidani Sereri. Tulimuona kwenye michuano ya Sekafa kitu ambacho amekifanya. Kwa nini sijaona sisi kama Tanzania kutengeneza wale matured player ambao baadaye watakuja kutusaidia kwenye project, hata kama hawajaenda kucheza? Kitendo cha kuitwa na kwenda kuungana na wale magiant, kuna kitu watakipata. Unafikiri kwa nini? Labda mimi nadhani ni game plan ya Mwalimu. Ukiangalia kwa hivi sasa kikosi ambacho kimeitwa hawatokaa kambini muda wote, ni kwa ajili ya mchezo wa Morocco ambao watacheza, lakini tunaangalia tunahitaji nini mbele yetu. Kama leo hii tutahitaji kuwaita labda kina Zidane Selele, kina Ladak Chasambi ndani ya kikosi chetu kwa ajili ya kuweza kujifunza kwenye mchezo mmoja, sidhani kama ni kitu ambacho kitakuwa sahihi. Lakini kuna michuano mingine ambayo itatuhitaji tuingie kambini kwa muda mrefu ambao utafanya tuweze kutengeneza timu ambayo ni bora zaidi na ni timu ambayo itaweza kusaidia miaka baadaye. Kwa hiyo kwa hivi sasa sina doubt na Mwalimu kitu ambacho chaguo ambalo amelifanya. Hawa vijana wanaonekana na ni vijana ambao ukiangalia national team under 20 wamepita Zidane Selele, lakini Ladak Chasambi ukiangalia kwenye timu ya michuano ya Zanzibar hapa waliweza kwenda. Kwa hiyo Mwalimu anaangalia ni kitu gani ambacho tunakiona mbele yetu na ni kitu gani ambacho tunakihitaji mbele yetu. Leo hii tunaenda kwenye mchezo mmoja dhidi ya Morocco, ni waiti hawa vijana kwa ajili ya kwenda kujifunza nini? Hapana. Hichi kitu ambacho natakiwa kufanya. Lakini Johannes, nafikiri labda wewe umeenda mbali. Mimi nilikuwa na maanisha kwamba kuwaita wachezaji hawa ukiangalia performance ambao wameionyesha au sijaelewa, pengine hata mimi sijaelewa. Mwalimu anaita kikosi kwa kuangalia uzoefu, performance ya mchezaji kwa wakati husika, ama ni vipi? Ukimwangalia hata Selemani Mwalimu kabla hajaondoka kwenda kujiunga na Wydad Casablanca, Selemani Mwalimu wakati ligi inaanza alikuwa na performance super. Lakini ligi ilivyokuwa inaendelea
Selemani Mwalimu ni kama kiwango chake kilikuwa kinapungua kidogo? Mimi nadhani mwalimu kitu ambacho anaangalia cha kwanza ni performance ya mchezaji mmoja mmoja. Unajua siku zote kwenye chaguo lazima uangalie mchezaji ambaye ni bora zaidi, lakini tunapompata mchezaji ambaye ni bora zaidi, tunahitaji mchezaji ambaye ni mzoefu zaidi. Na tunapohitaji mchezaji mzoefu tunaangalia ni wachezaji gani. Lakini licha ya uzoefu kuna vitu ambavyo mwalimu anaweza kaangalia utendaji kazi wa mchezaji mmoja mmoja. Huenda ukawa ni bora zaidi kwenye klabu yako, unafanya vizuri, unafunga mabao, lakini utendaji kazi wako ni upi ukiwa ndani ya eneo la kiwanja. Kwa hiyo mwalimu huwa anaangalia vitu vingi sana. Licha ya ubora ambao mchezaji anaweza kaonesha ndani ya kiwanja, lakini kuna vitu extra ambavyo anaweza kaangalia pembeni. Leo hii Zidane Seleli nimemuita ndani ya kikosi changu, anaichi ana kila kitu, lakini utendaji kazi wake wa kukaba ndani ya kiwanja ni vipi? Labda Chasambi namuita ndani ya kikosi changu, ni bora ameonyesha ndani ya kikosi cha Simba, lakini utendaji kazi wake ndani ya kikosi cha timu ya taifa utakuwa ni upi na ambaye nitamuita mwenzake. Kwa hiyo kuna challenge ambayo inabidi walimu wanapitia kwenye machaguo, na ndio maana machaguo ambayo wanafanya wengi huwa tunakuwa tuna doubt nayo kwamba why amemuita huyu hajamuita huyu. Ni kutokana na vitu ambavyo wanaangalia extra. Au unataka uitwe wewe? Ikiwezekana mimi ni mchezaji ambaye ni bora zaidi. Bwana wewe usituzingue wewe. Sio mtu bwana. Ndio ile umekaribia goli chini chali hatuoni. Ukiangalia mguuni hapa boli linatembea. Wewe unataka kutuonyesha kiatu chako tu ambacho umevaa. Sio kiatu, boli linatembea hapa. Zaidi ya Zidane Seleli Lada Chasambi. Haya bwana. Johannes tunamkosa nahodha kuelekea mchezo dhidi ya Morocco. Mchezo ambao ni kukumbushe tu mtazamaji, mchezo unapigwa Machi 26 na Stars atakuwa ugenini kule nchini Morocco. Tunamkosa Mbwana Samata, na Samata pia kuna kipindi si mara ya kwanza kumkosa. Hapo nyuma pia alikuwa haitwi kwenye kikosi cha timu ya taifa, maneno yakawa mengi, wengine bora hayupo bwana, wengine tunamkosa nahodha, kuna kitu kinaenda kumisi. Kuelekea mchezo huu dhidi ya Morocco, naamini uwepo wake pia kuna kitu angeongeza, lakini ndio hivyo tunamkosa kuelekea mchezo huu. Athari yoyote itatokea? Cha kwanza nikianza na kujibu swali lako kwenye athari, kwangu sioni athari, lakini kuna gepo ambalo tunalimisi ndani ya nafasi ya Mbwana kutokana na performance ambayo amekuwa anaionyesha ndani ya kikosi cha timu ya taifa, lakini hata kwenye klabu yake ya PAOK. Kwa hiyo kwangu binafsi naweza nikasema kuna nyakati ambazo inabidi tuvumilie familia. Tunaweza tukaishi bila baba japokuwa baba ni tegemezi, si ndio? Kwa hiyo leo tunapomkosa Mbwana inabidi tufungue kichwa na tuweze kuumiza kichwa zaidi. Ni mchezaji gani ambaye tunaweza tukamtengeneza zaidi akaja akalisi nafasi na nafasi ya Mbwana. Kwa hiyo ukiangalia mwalimu ameona gepu. Leo nimemkosa Mbwana Samata, nafasi sahihi ya mimi kuweza kuhakikisha kwamba naziba hili gepu japo sio kwa ukubwa, niweze kumuita Kevin John, moja ya vijana ambao leo taifa letu la Tanzania tunamtegemea na ni kijana ambaye anaweza akafanya makubwa. Kwa hiyo kwangu binafsi uwepo wake ndani ya kikosi cha timu ya taifa tunaweza tukamisi, lakini kuna nyakati ambazo inabidi tuvumilie kwa ajili ya kuweza kutengeneza kitu kingine kutoka chini ili kwenda juu kwa tunaita kizazi cha kesho kisije kikalalamika. Wale mlimtegemea huyu leo ameondoka, na mlisi wake ni yupi? Kwa hiyo kwangu binafsi natambua mchango wake, lakini kuna nyakati ambazo inabidi tusiishi na. Johannes, tumalize na hili, tunaenda kuwa face Morocco na tunafahamu ubora wa Morocco. Simba wa milima ya Atlas, ubora wa Morocco ni tofauti. Hata ukiangalia barani Afrika wao ndio nambari 1. Tunaingia kwa staili gani, ama mwalimu Hemedi Morocco aingie kwa mbinu gani kuhakikisha tunaondoka na pointi moja? Kama si moja basi tuhakikishe tuondoke hata na alama moja kuliko kuondoka pia tumepoteza alama kulingana na ubora waliokuwa nao Morocco. Mimi nadhani kitu ambacho mwalimu Hemedi Suleiman Morocco anapaswa kuzingatia zaidi ni discipline, kuweza kuheshimu wapinzani wake. Morocco ni moja ya taifa ambalo lina wachezaji ambao ni bora zaidi, lakini ukiacha kuwa na wachezaji bora zaidi ni moja ya taifa ambalo lina morali zaidi kwenye masuala mazima ya kimpira. Kwa hiyo World Cup sio kitu kigeni kwao, lakini tulishuhudia shughuli kweli kweli pale Qatar mwaka 2022. Sio kitu kigeni kwao. Kwa hiyo kitu ambacho tunapaswa kufanya sisi ni kuingia kwa discipline kubwa, kuweza kuheshimu wapinzani wetu, lakini tunahitaji kuwa na wachezaji ambao ni wazoefu zaidi kuweza kucheza na haya mataifa. Unajua
moja ya taifa ambalo utakusumbua zaidi. Sasa ambao tumetoka kuwazungumza wachezaji. Moja ya taifa ambalo utakusumbua zaidi kwenye eneo la defensing, lakini hata eneo la kiungo pamoja na umaliziaji ni Morocco. Wana wachezaji ambao ni bora zaidi na wana wachezaji ambao wanajua ni kitu gani ambacho wanapaswa kufanya zaidi endapo mbinu A ama mbinu B ikaweza kufeli ndani ya kiwanja. Kwa hiyo kitu ambacho tunapaswa kufanya ni hicho, kuweza kuheshimu, lakini wanasema kwamba ukimheshimu mpinzani kwa kuweza kupitiliza zaidi unaweza ukawa mpuzi zaidi. Kwa hiyo tunaweza tukaheshimu, lakini tunanyanyua na jicho letu sisi kwamba tumewaheshimu, lakini tunapaswa na sisi kufanya nini ndani ya kiwanja. Kwa hiyo kwangu binafsi naona kitu ambacho tunapaswa kufanya ni hicho. Sawa mtazamaji, huu ulikuwa ni uchambuzi kuelekea katika mchezo wa kufuzu michuano ya kombe la dunia, ambapo kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars wao paka sasa hivi tunavyozungumza wapo jijini Tanga pale wakiendelea kujiweka sawa kabisa kuhakikisha wanaenda kufanya vyema mchezo ambao utapigwa Machi 26 pale nchini Morocco. Naitwa Lai Saidi, nilikuwa na Johannes Michael. Nikushukuru sana na mpaka wakati mwingine bwana. Ila usiache kufuatilia ukurasa zetu za Instagram lakini pia YouTube. Instagram tunapatikana kama Sky International TV, lakini pia YouTube tunapatikana hivyo hivyo Sky International TV.